Naitwa Eusebio Samuel Kiando, ni askofu wa Jimbo Katoliki la Njombe. Kama waamini wengine wa Katoliki katika nchi ya Tanzania, nimepokea kwa masikitiko makubwa kifo cha baba yetu hayati Mwadhama Polycarp Kardinali Pengo, kwa sababu ya historia yake aliyoijenga katika nchi hii na pengine na dunia nzima. Mimi binafsi na hasa jimbo la Njombe, hayati Mwadhama Polycarp Kardinali Pengo ana historia kubwa na jimbo la Njombe, kwa sababu yeye ndiye aliyewasimika na kuwaweka wakfu maaskofu wawili kwa mfululizo. Mwaka 2002 ndiye aliyemweka wakfu na kumsimika hayati Askofu Alfred Maluma, na miaka 22 baadaye ndiye aliyenisimika mimi na kuniweka wakfu kama askofu wa jimbo la Njombe mwaka 2024. Na hivyo tuna mahusiano na historia ya kutosha na Mwadhama Kardinali Pengo, lakini pia na jimbo la Njombe. Fikiri kutoka Dar es Salaam, hata askofu wa kwanza wa jimbo letu alisimikwa na kuwekwa wakfu na hayati Mwadhama Kardinali Mwadhama Laurian Kardinali Rugambwa wakati ule. Kwa hiyo tuna jimbo hili limekuwa na bahati ya wadhama kufika hapa na kuwasimika hapa kutoka kwanza kwa jimbo wa kwanza mwaka 71 na baadaye 2002 na 2024. Kwa hivyo kifo chake kwetu imetugusa pia, kwa sababu historia hii kama nilivyosema. Lakini ni kitu gani tunaweza kubaki nacho ambacho tunaweza kujifunza kutoka kwa hayati Mwadhama Polycarp Kardinali Pengo? Ni kila alichokijenga katika historia, na hasa ningeweza kusema ni kiongozi ambaye alikuwa na msimamo imara katika masuala ya imani, katika masuala ya maadili, katika masuala ya kijamii. Haya yote aliweza pia, na hasa hata upande wa ukweli na haki. Ni mtu ambaye hakuogopa mtu kusema mambo haya hadharani pale ambapo alipoona haya labda kuna changamoto zinajitokeza katika mazingira hayo. Na mimi mwenyewe nimebahatika kuishi naye kwa karibu kwa miaka kama 3 au 4. Kabla yake katika historia nilikuwa mdogo sana, nikiwa form 2. Yeye alikuwa askofu wa jimbo wakati ule lilikuwa linaitwa Nachingwea. Alifika Mafinga seminari, mimi nikiwa form 2, na tulikuwa kwenye usafi, akatokea padri mmoja na nini ya pale, akaniuliza rekta yuko wapi? Basi nikamuongoza kwenda kwa rekta, kwenye ofisi ya rekta ambaye wakati ule ndiye askofu mstaafu wa Iringa, Tarcisius Ngalale Kitwa. Nikaenda kuonesha ofisi pale, lakini sikujua kwamba ni askofu. Lakini baadaye nikaona katika mazungumzo yao anamkaribisha kama askofu. Lakini baadaye nikiwa seminari kuu Peramiho mwaka wa kwanza, mwaka 89, yeye alikuwa sasa ni askofu wa Tunduru Masasi na mwenyekiti wa bodi ya seminari ya Peramiho, seminari kuu ya Peramiho. Kwa hiyo pale nilijifunza misimamo yake na uongozi thabiti. Kulikuwa na changamoto kidogo kwa uongozi wa seminari. Kwa alifika jioni moja siku ya Jumamosi, akamwambia seminari na walimu wote ukumbini. Kaenda kule akatangazia pale pale kwamba kuanzia sasa rekta wa seminari hii au kambera wa seminari hii ni mimi. Seminari mwenye shida ya kumuona rekta anione mimi. Maana kutoka wakati alikuwa ametangua uongozi ule, na baadaye akaja kumweka padri mwingine kwa rekta. Lakini ile ni katika umri ule na ujana ule, nilianza kupata sura na picha ya mtu mwenye msimamo na ambaye hatetereki hata napoona mambo ya uongozi katika taasisi ya muhimu kama malezi kwa padri haiendi vizuri. Aliweza kuchukua hatua mara moja.
Kwa hivyo ninavyosema haya kwa kweli ni kutokana na historia yake, na nilipokaa Dar es Salaam mimi nilitumwa na kwenda kufanya kazi benki ya Mkombozi mwaka 2012 mpaka 2015 nimekaa Dar es Salaam, na nilikuwa nasaidia pia parokia St. Joseph katika misa takatifu, na tumekutana kwa chakula cha mchana kila mara, na niliweza kujifunza namna ya taratibu zake za maisha na hata misimamo yake. Lakini katika kitu ambacho niliyoshangaa mimi nilipomwona seminarini pale Peramiho, niliona kama ni mtu ambaye ni mkali na pengine ni ngumu sana hata kuishi naye, na nilikuwa na picha fulani kwamba pengine sio rahisi. Lakini nilipokaa Dar es Salaam niliona ni mtu ambaye mnaweza kuchati, mnaweza kuongea hata mazungumzo ya kawaida naye, na yani ni mtu ambaye anaweza kusocialize, yani mkaishi, mtaongea na mkakaa pamoja na nini. Inapokuwa mnapo mahali mnapumzika, mnakula, mmetulia, aliweza kujiweka katika mazingira ya namna ile, kila mmoja ajisikie yupo pale na baba ambaye sio polisi, sio kiranja, sio nani. Kwa hivyo niliona ni mtu tofauti na nilivyofikiri, lakini ndio taratibu yake. Inapokuwa unapumzika, mna relax, mnakula, mnafanya nini, alishuka. Anaposimama katika shughuli za kiofisi na uongozi na misimamo, alisimama katika misimamo ile vizuri. Na ndio kama nilivyosema awali, mimi niweza kusema kwa kifupi, katika maisha yake nimejifunza ni mtu mwenye misimamo imara katika masuala yanayohusiana na imani yake, lakini maadili yanayofundishwa na mafundisho ya kanisa, masuala ya kijamii, masuala ya haki, haya hakutetereka na pengine hakutishwa na mtu ambaye hakutishwa. Na wakati fulani ilitokea katika nchi wakasema, sasa huyu mzee lazima alindwe kwa sababu unaweza kuwa usalama wake ukawa hatarini. Akawa yeye mwenyewe anasafiri na gari kidogo na drive kwa uhakika kabisa, akawa mwenye tunaona anaingia teki pale na gari anaendesha saluni fulani, anaingia pale. Kwa hiyo ni mtu ambaye alijiamini, alisimamia kile anachokiamini kwa moyo wa dhati, mradi tu kiko kwa ajili ya maslahi ya jamii au maslahi ya kanisa. Na hivyo ni mtu ambaye kwa kweli tunaweza kusema alikuwa ni kiongozi imara, kiongozi bora, na ni mfano wa uongozi tunaweza kusema katika nchi ya Tanzania. Na tujue kama kardinali, uongozi wake hauishi tu katika ndani ya nchi, unakwenda katika kanisa zima la dunia, kanisa Katoliki, kwa sababu ameshiriki katika mikutano ya uchaguzi nadhani mara 2 ya uchaguzi wa mapapa katika ile kikundi wanaita conclave. Ameshiriki na kuchagua kati ya watu walioshiriki kufanya uchaguzi wa mapapa, ni yeye amehusika kwa namna ya pekee sana. Kwa hivyo na ndio washauri wa Baba Mtakatifu katika masuala mengi yanayohusiana na uongozi wa kanisa. Baba Mtakatifu anapokuwa na masuala anamwita kardinali, makardinali wote wanakaa na kuweza kuomba ushauri na baadaye kuweza kuna namna gani kuongoza kanisa. Kwa hiyo alikuwa na nafasi kubwa mpaka alipofikisha miaka 80 ndio anaotoka aingie kwenye wale makardinali wanaochagua papa. Katika miaka 80 unaondoka kwenye conclave, lakini haina maana kwamba hawezi kuitwa katika mikutano mbalimbali mingine ambayo makardinali wanakuwa pale. Lakini kila kardinali ana kanisa kule Roma ambalo ndiye askofu wa kanisa lile, na yeye alikuwa kiongozi wa kanisa moja pale Roma linaitwa Madonna della Salete, kanisa fulani liko pale jirani na si mbali sana na Vatican, na yeye walikuwa namtambua kama kiongozi wao. Kwa hivyo unaona uongozi wake ni mpana zaidi kuliko tunavyofikiri. Ni kiongozi ambaye alikuwa na mamlaka na uongozi kwa sehemu kubwa ya kanisa. Kwa hivyo niseme kutokana na namna yake ya kuongoza na msimamo wake kama nilivyosema, unaposikia mtu wa namna hii hatunaye tena, inakuwa ni pigo, hata kama alikuwa mstaafu, lakini uwepo wake, ushauri wake bado vilikuwa na hitaji kwa kanisa la Tanzania, lakini pia nafikiri hata kwa taifa. Tunahitaji watu wa namna hii ambao wanaweza kusema jambo kwamba kama hii ni spade,
hiki ni kijiko bila woga, mradi tu wanaona lina maslahi fulani. Maisha ya Mwadhama lazima uangalie urefu wa mkono wako. Kwa kweli alikuwa na uwezo wa juu sana, hata sisi wengine tunaoanza kazi kama maaskofu hatuwezi kujidai kwamba tutaweza kufuata nyayo kikamilifu kama alivyofanya yeye. Yeye ana historia, unajua mambo haya yanajengwa na historia ya miaka na miaka, na alivyoweza uzoefu ule alivyojikusanyia katika nafasi mbalimbali kama rekta, baadaye kama askofu wa jimbo, baadaye kwa askofu mkuu na baadaye kama kardinali. Amejenga historia inayomsaidia katika mambo mengine. Sio rahisi hivi kama mimi askofu wa jimbo la Njombe nikasema mimi ninaweza kuyaendeleza yale, labda kujifunza, ninaweza kuendelea kujifunza katika yale ambayo naona yalikuwa msingi sana katika uongozi wake, na pengine katika masuala ya kusimamia ukweli, uongozi thabiti wa imara, hata pale ambapo tuna changamoto mbalimbali kusimamia haki. Kama hivi nadhani kila mmoja angeweza kuomba kwa neema ya Mwenyezi Mungu tuweze kuviiga na kuvifuata kwa ajili ya kujenga taifa la Mungu, kujenga kanisa. Na nadhani kwangu ningeona ni mambo ambayo tungeweza kujifunza kutoka kwake. Lakini alikuwa mtu ambaye alishajizolea uzoefu wa kutosha na ule msaidia hata katika maamuzi ya uongozi wake. Sisi tunaanza tunaweza pole kujifunza. Kujifunza, maisha ni shule, kujifunza katika yale aliyokuwa ameyafanya katika maisha yake, na kuona namna gani tunaweza kuiga yale ambayo inawezekana kuyaiga, hadi tu tuweze kuliweka katika liweze kusonga mbele. Ukishateuliwa na Baba Mtakatifu kuwa askofu, unapewa jukumu pia la kumwomba askofu fulani ambaye ndiye atakaye kuwa kiongozi katika maadhimisho ya kukusimika na kuweka wakfu. Hiyo ni hiari ya yule padri aliyeteuliwa, upangiwe na mtu mwingine. Kwa hiyo mimi katika kufikiri kwa hiari yangu na historia ya mzee kutoka Dar es Salaam na maisha yake yalinivutia mpaka baadaye nikaamua sema, pamoja na kwamba nilijua wakati ule afya yake kidogo haikuwa alikuwa kidogo dhaifu kidogo, nikaamua kwamba nitamuomba yeye, na baadaye nikatafuta namna ya kuwasiliana, nikapata mawasiliano, nikampigia simu, alipokea, nikajitambulisha, na akanitambua, akanipongeza, hongera sana mwanangu kwa kuteuliwa kuwa askofu wa Njombe, hongera sana. Nikamwambia lakini mimi nina jambo, Baba Mwadhama, ninataka nikuombe uwe ndiye mwadhimishaji mkuu siku ile ya kuwekwa wakfu na kwa askofu wa Njombe. Hakusita, mara moja akaniambia tuombe uzima. Kwa hiyo kwangu ilikuwa ni furaha kubwa, na baadaye alifika hapa mapema, na kwangu ilikuwa furaha kumuona yupo, na baadaye niweza kufanya lile jukumu ambalo nilikuwa nimemwomba. Kwangu lilinitia furaha na hamasa juu ya kazi ninayokwenda mbele kuifanya, lakini kwamba matamanio yangu ya kuomba kwamba ninaomba huyu Mwadhama ndiye aniweke wakfu na kunisimika yametimia. Kwangu ndio ilikuwa furaha kubwa sana kubwa, na kwa sababu ndio ilikuwa choice yangu, kwa chaguzi wangu namba moja nilikuwa nimechagua, na aliweza kunitekeleza. Mimi nadhani niliona kama yeye ni kioo katika uaskofu, katika kutazama wote maaskofu wanafanya kazi moja, lakini unajua kuna moja nakupa kama model hivi, unaona kama mfano mzuri, hata kama hutafaulu kuishi kama yeye, lakini ni kitu ambacho kinakupatia matamanio ya mwelekeo, namna ya kufanya kazi vizuri kama askofu. Mimi hiki ndio ambacho kinifanya nimchague yeye kama mwadhimishaji mkuu katika nafasi yake ya kuwekwa wakfu na kusimikwa kama askofu. Kwa Wananjombe, kama nilivyosema, tuna historia kubwa ya Mwadhama Polycarp Kardinali Pengo, ndiye aliyemweka wakfu na kumsimika askofu wa pili, na ndiye aliyemweka wakfu na kumsimika askofu wa tatu katika jimbo hili. Kwa hivyo tuna uhusiano wa karibu na hayati. Kwa hivyo kwanza niombe
kama Wananjombe tuende kumwombea, tusali Mwenyezi Mungu aweze kumkaribisha katika makao ya milele kama tulivyoalikana baada ya kusikia msiba tuliotajirisha kupitia mapadre wote, tusali kwa ajili yake. Lakini pia yale mambo ambayo alikuwa amesimamia yawe kwetu ni mfano, na hata kama nilivyosema, tunarudia tena katika swala la uongozi na kusimamia haki, wote tukati na kusimamia haki kama alivyofanya hayati Mwadhama Polycarp Pengo katika maisha yake. Katika Njombe yetu tuone na kwa namna gani tunaweza kuyaenzi maisha yake kwa vitendo, tukianza na sisi ambao tumepewa dhamana kuongoza jimbo, lakini pia na Wakristo wengine na wananchi wenye nia njema, wenye mapenzi mema, tunaweza kuya mambo mengi sana. Watanzania wanamjua Pengo vizuri na mambo yote yaliyosimamia na mambo mazuri aliyokuwa amesimamia katika nchi yetu. Nadhani haya tuyaenzi kwa kuyaishi na kuyafuata, na kwa namna hiyo tutakuwa tumeheshimu sana, na kama namna yetu ya kumheshimu namna ya kuenzi yale ambayo aliyasimamia na kwa moyo wa dhati kabisa, na hiyo ndio namna yetu ya kumshukuru Mungu kwa uwepo wake kati yetu kama kiongozi wetu.